Hebu tuendelee kusimama mkiweza, tunapoinamisha vichwa vyetu kwa maombi. Pendwa Baba wa mbinguni, tunakushukuru usiku huu kwa hii nafasi nyingine kuja kuhubiri hii Injili ya Yesu Kristo yenye fahari na ya ajabu. Tunakushukuru kwa kuwa yeye yuangali yeye yule jana, leo na hata milele. Tunakushukuru kwa ajili ya watu hawa waliokusanyika ndani humu katika wakati huu wa majira baridi, na wangali na hamu yao kuu, tukitazamia, tukiamini kuwa kitu fulani kisicho cha kawaida tutapewa kutoka kwa Mungu. Twaja na tumaini hilo Bwana katika kila mkutano. Tukushukuru kwa ajili ya ibada za juzi usiku maskanini. Tukushukuru kwa ajili ya ibada hapa jioni iliyopita, na kwa ajili ya ibada ya leo maskanini. Sisi sote tunatazamia sasa kile utakachokuwa nacho kwa ajili yetu usiku huu. Baba, twajua kuwa watu wao wote wawezao kusongeza mikono yao wangefungua kurasa za Biblia, lakini kunaye mmoja pekee awezaye kuiwisha na iwe iliyo halisi, na huyo ni wewe. Baba, tunakutarajia ufanye hilo usiku huu. Tubariki kwa kila njia. Mioyo yetu imejaa sana furaha, kama tunavyoona wakati ukiwadia ambao tutamkuta yeye uso kwa uso, yeye yule tunayempenda na kuishi kwa ajili yake miaka hii yote. Waongovu wapya wengi Bwana wameletwa, nikisikia kuwa jeshi kubwa 40 au 50 watabatizwa katika jina lako asubuhi ya leo kutokana na ibada ya usiku uliopita. Mungu, tafadhali endelea, twaomba, hadi kila mzao aliyechaguliwa asili wa Mungu ameona ile nuru ya Injili na kuingia zizi. Twakuomba utufiche usiku huu nyuma ya neno lile, tupofushe kwa vitu vya ulimwengu, na uturuhusu tumwone Yesu, na kuwepo na tukio kati yetu kama la ule mlima wa kugeuzwa kwako usiku huu, ili tusimwone mtu yeyote ila Yesu pekee. Twaomba katika jina lake na kwa ajili ya utukufu wake na thibitisho la Injili yake. Amina. Na mketi. Nitageuza hii mikrofoni au meza hii kidogo ielekee upande huu kidogo tu, ikiwa ni vema, ili nione pande zote mbili za hawa makutano. Nadhani naweza kuspindua hizi mikrofoni hapa. Vema. Vema, hebu kidogo. Tunawasalimu toka jumba kubwa la hotuba hapa usiku huu, marafiki zetu huko Arizona, California, Texas na kote nchini Amerika kupitia kwa simu. Hii inaenda kote nchini, ibada hii usiku huu kupitia kwa simu. Kwa hivyo tunatumaini kuwa Mungu atatubariki. Je, mnanisikia nyuma huko kule jengoni humo upande wa kushoto? Vema, wanaenda sasa kutazama sasa yale mawasiliano ya simu kuona kama yanafanya kazi sahihi. Kila mtu ni mchangamfu usiku huu. Vema, hivyo ni vizuri. Pande huu je? Amina, nina furaha tele kuona kuwa nyote mwaketi starehe. Na sasa kesho usiku, makutano yakizidi kuongezeka, utakuweko pia simu moja kwa moja iko usiku huu. Nadhani wengine wako huko maskanini, na kesho asubuhi ibada hazitafanyiwa huko maskanini, kwa kuwa kutakuwa na mpamba maua akipamba kanisa kwa ajili ya harusi kesho, na wamehamisha ibada za asubuhi hadi kwa kanisa la ndugu Rado, mmoja wa wasaidizi wetu, na juu kwa njia kuu hapa 62. Je, imetangazwa? Imetangazwa. Na ikijaa huko, tutawachukua wengine wote na kumtuma mhudumu mwingine huko kwa ndugu Junior Jackson huko Clarksville, kusudi
ya kuifanyia kwa ndugu Rado ni karibu na hapa, nasi twaweza, nasi tulidhani mungepata hapo kwa urahisi, na ndipo tutashughulikia kwa njia fulani. Hakikisha ya kwamba wale wote watakaobatizwa wamefika kesho, na ninatumaini kutakuweko na wengine 100 au 200 watakaoongezeka kwa wale watakaobatizwa kesho. Na sasa kesho usiku, sipendi kutangaza chochote utakachonena mbele ya wakati, lakini usiku moja katika ibada au siku moja ninataka nihubiri kuhusu, je, huyu Melkisedeki ni nani? Kwa kuwa ni somo ambalo nadhani tunaishi katika wakati huo ambapo funuo hizi zimekuwa swali katika nyakati zote juu ya, je, mtu huyu ni nani? Nami naamini kuwa Mungu analo jibu kuhusu mtu huyu alikuwa nani. Wengi walisema kundi la manabii, wengine walisema mfalme fulani, wengine, lakini yapasa kuwe na kukiweko swali, yapasa kuwe na jibu kwa swali hilo ambalo ni sahihi. Hakuwezi kuwa na swali bila kwanza kuwepo jibu. Sasa tunasadiki kuwa Mungu atatupa baraka usiku toka kwa neno lake tunapolisoma. Nanyi mmekuwa, Bili aliniambia niwaambie kuwa mmekuwa na ushirika mwema na watu wa hapa ambao wamekuwa wakiongoza kupangwa magari na askari na kila kitu. Zidi kuendelea vivyo hivyo. Hivyo ni vema sana. Natumai kuona wakati labda hivi karibuni ambapo tungeleta hema hapa mjini na kulipiga hapa katika kiwanja cha mpira, ambapo tungekaa kwa wakati mrefu zaidi, labda kwa mkutano wa majuma 3 au 4 mfululizo. Na hapa ni vigumu hata kujuana, na ndipo yatubidi kusema kwa heri na tunaondoka tena. Lakini ningependa kuja na kukaa kwa safari ndefu, wakati mmoja ambapo ungekaa na usimalize kwa usiku moja au 2, lakini kukaa tu na kufundisha mchana na usiku, mchana na usiku, na kuendelea na kuendelea. Labda mtu fulani aende nyumbani na kulisha kuku na kukama ng'ombe na kurudi juma lifuatalo na kuendelea na ibada. Ningependa hilo. Kwa hivyo Bwana awe nanyi. Sasa kabla sijaondoka, labda Jumapili asubuhi au Jumapili jioni au siku fulani mojawapo wa ibada hizi, najua nyinyi nyote mnangoja kusikia ujumbe kuhusu kweli ya ndoa na talaka, ambao ni moja kati ya shida kubwa za siku hizi. Nami kwa hakika kama nisimamavyo hapa, naamini kuwa jibu sahihi liko katika neno la Mungu. Nami naamini kuwa hayo ndiyo niliyoahidi kurudi nifanye. Sasa nadhani nikijua kama nijuavyo, nataka kuwa na ibada nyingine hapa Jeffersonville siku ya Jumapili ya Pasaka. Nasi kwa ibada ya mapambazuko, na ndipo Jumapili ya Pasaka. Kwa hivyo tutaitangaza hapo kabla na kujaribu na labda kupata sembule ikiwezekana, au mahali fulani kwa ajili ya Jumapili. Labda tuje Jumamosi na Jumapili. Sina budi kuruka kwa aeropleni na kurudi, kwa kuwa ni karibu ule wakati. Yanipasa nichunguze kwanza daftari niliyo nayo na mojawapo ya utaratibu wa safari niliyo nayo huko California, na ndipo mara tu baada ya hayo yanipasa niende Afrika. Kwa hivyo kuweni karibu na muniombee. Sasa usiku huu nataka kuwatazamisha kwenye sehemu ya neno la Mungu linalopatikana katika sura ya 4 ya Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 4, na nitaanzia kifungu cha 16. Yesu akinena, leo neno hili limetimia masikioni mwenu. Sasa tunataka kutoa toka hapo jambo la mwisho, jinsi neno la Mungu lilivyo na nguvu. Sasa sisi sote twaweza kutambua mashine, lakini inahitaji nguvu za kuendesha ifanye kazi.
twaweza kutambua muundo wa mtambo motokaa, lakini kunahitajika zile nguvu zinazoendesha ili kufanya magurudumu yafanye kazi na kuzunguka. Sasa Yesu alikuwa amerudi huko Nazareti ambapo yeye alizaliwa. Humu kuendelea maandikoni hapa twaona kuwa wao walisema, tunasikia ulitenda haya na yale huko Kapernaum. Sasa hebu tuone ukiyatenda hapa katika nchi yako mwenyewe. Yesu alisema hakuna nabii mwenye kutambuliwa katika nchi yake mwenyewe, kwa kuwa hapo ndipo ulipolelewa na ndipo watu wanapokujua. Na pale yeye alikuwa na jina mbaya kwanza, kwa kuzaliwa bila baba wa kidunia. Wao walimwita mtoto haramu, kwa kuwa Mariamu alikuwa na mimba hakika kabla yeye kuolewa rasmi na Yusufu. Lakini hiyo sivyo, twajua haiko hivyo. Na juu ya andiko hili, kile kilichosababisha mimi kulitazama kilikuwa kitu fulani kilichotendeka hivi majuzi huko Phoenix, Arizona. Ilikuwa siku ya mwisho ya ibada ambayo ningehubiri kwa mkutano wa kimataifa wa wafanyi biashara wa Injili nzima. Na katika mkutano huu kulikuwa mgeni pamoja nasi aliyekuwa askofu wa Kikatoliki, ambaye yeye juu wa ushirika wa Kikaldayo wa kanisa Katoliki la kimitume, Padri Mkuu John S. Stanley OSD. Yeye ni askofu mkuu wa maaskofu wa nchi ya Amerika katika kanisa Katoliki. Hii ilikuwa kadi yake na anwani yake, naye alikuwa mgeni wa wafanyi biashara wa Kristo. Nami nilikuwa nimemwona huko siku moja kabla. Nilipokuwa nikinena Jumamosi usiku, naamini ilikuwa au Jumamosi asubuhi, kwa karamu ya kifungua kinywa, nami kama nilipokuwa nikinena, yeye aliendelea kunitazama. Niliwaza, hakika mtu huyu hakubaliani na kila kitu ninachosema. Na mwajua, mngemwona yeye alikuwa akiinua kichwa chake juu chini, lakini sikujua kile kilichokuwa kikitendeka ndani yake. Jumapili hiyo jioni nilipoinuka kunena, nilikuwa naenda kuchukua somo langu kuhusu utungu wa kuzaa, ambapo Yesu alisema kuwa kama mwanamke katika utungu wa kuzaa, yeye ana utungu katika kuzaa. Na pia nilikuwa naenda kunena tokea hapo kama utungu wa kuzaa, somo lile nikisema kuwa ulimwengu uko sasa katika utungu. Ya kale yabidi yaondoshwe ili mapya yazaliwe. Kama tu mbegu haina budi kuoza ili itoe uhai mpya. Na jinsi maumivu, utungu ulipoipiga ulimwengu katika vita vya kwanza vya dunia, ulikuwa na utungu mkali sana, kwa kuwa wao walikuwa na hewa ya sumu na vinginevyo, na karibu vingeangamiza ulimwengu. Na katika vita vya pili vya dunia ulipigwa tena pigo, maumivu kali sana. Wao walikuwa na baruti na pia bomu ya atomiki. Hauwezi kustahimili utungu mwingine. Tukiwa na haya makombora na mengineyo siku hizi, vita moja zaidi itaivurumisha angani, kwa kuwa sasa takombolewa na kutakuweko dunia mpya. Ile ilisema kutakuweko. Chini ya ujumbe wa kila nabii, Israeli ilipata utungu, kwa kuwa hawa manabii wangetokea baada ya wathiologia na wahubiri kuwa na kanisa lote katika hali ya dhehebu. Na nabii huyo atokeapo akiwa na Bwana asema hivi, wao walitikisa makanisa hayo, nalo alikawa na utungu. Mwishowe likawa na utungu ulioendelea hadi ilipomzaa mwana wa Injili aliyekuwa neno lililofanyika mwili. Kwa hivyo kanisa hakika
liko katika utungu usiku huu, tena kwa ajili ya kumzaa mwana yule, mwana wa Mungu kurudi tena. Wanatheolojia wetu, miongozo yetu yote, madhehebu yetu yote yameoza toka chini yetu. Kwa hivyo sisi tuko katika utungu, na ujumbe toka kwa Mungu kila mara hutupa kanisa katika maumivu zaidi, lakini baada ya muda mchache litamzaa bibi harusi atakamleta Yesu Kristo kwa bibi harusi wake. Na ndipo nikiwaza kuwa mtu huyu alikuwa hajakubaliana nami sana. Nilipoinuka kunena ujumbe huu, nilifungua katika Biblia yangu kupata ukurasa ule. Mke wangu alikuwa amenipa Biblia mpya kama zawadi ya Krismasi. Biblia yangu ya kale ilikuwa na umri wa karibu miaka 15 na ilikuwa karibu imeraruka vipande vipande. Kurasa zile kila wakati ningeifungua singepeperushwa toka humu, lakini nilijua tu pa kupata kila andiko. Kwa hivyo nilikuwa nimeisoma Biblia hiyo kwa makini. Nilikuwa tu nimechukua ile mpya kwa kuwa ile nyingine ilionekana vipande vipande sana kwenda nayo kanisani. Na nilipoanza kufungua katika Injili ya Yohana Mtakatifu ambapo andiko hilo lilionekana, nilianza kusoma ile sura ya 16 na kifungu kile nilichokuwa nikitafuta hakikuweko mle. Kwa hivyo nilidhani ajabu hii, nikarudi nyuma tena, bado hakikuwepo. Na ndugu Jack Moore toka Shreveport, Louisiana, rafiki wangu mkuu, yeye alikuwa ameketi pale. Nilisema, ndugu Jack, je, hicho sikinapatikana katika Injili ya Yohana Mtakatifu 16? Yeye alijibu, naam. Na huyu kasisi wa Katoliki aliinuka toka kwa kiti chake, toka kwa kundi la karibu wahubiri wapatao 100 walioketi jukwaani. Akaondoka akaja karibu nami akiwa amevalia joho lake rasmi na mavazi na misalaba na vinginevyo, na akaja karibu nami naye akasema, mwanangu, kuwa imara, Mungu yu karibu kutenda kazi. Nami niliwaza, askofu wa Katoliki kuniambia hayo? Yeye alisema, isome kutoka kwa kitabu changu. Nami nikisoma kifungu kile toka kitabuni mwake, nikapata somo langu na kuendelea, nikahubiri mahubiri yangu. Baadaye nilipomaliza, aliinuka baada ya mimi kuondoka na kusema, na jambo moja ambalo yapasa litendeke baada ya hilo, kanisa lapaswa kutoka katika mchafuko lililomo, au yatupasa kuondoka mchafukoni ule kanisa lililomo, hivyo moja au lingine. Nami nilikuwa njiani kuelekea nyumbani huko chini Tucson jioni hiyo. Watoto walikuwa wakililia sambusa, nami nilisimama kununua sambusa katika kituo kidogo, na mke wangu alisema, Bill, sijapata kuwa na wasiwasi hivi maishani mwangu mote kukuona wewe umesimama juu pale ukiburuka katika Biblia hiyo. Kasema, je, silikufanya uwe na wasiwasi? Kasema, hapana. Nilisema nilijua kilikuwa ndani humo mahali fulani. Wao hawakuingiza ukurasa huo ndani, ni kosa la uchapishaji. Na yeye alisema, kudhani kuwa nilikupa Biblia hiyo, ilionekana kama kwamba kila jicho humo lilinitazama. Na nilisema, vema, ungezuia hilo. Hilo lilikuwa kosa la uchapishaji wa Biblia. Nilisema, wao hawakuweka ukurasa huo humo. Vema, nilifikia chini na kuitazama tena kamili tu kama iwezavyo, lakini sura ya 16 katika sehemu yake karibu inchi 3 toka chini kuendelea kwa ile sura ya 17 upande wa pili uvivyo hivyo. Na kwa kuwa ilikuwa Biblia mpya, hizo kurasa mbili zilikuwa zimeshikamana pamoja, nami nilikuwa nikisoma toka kwa sura ya 17 badala ya 16. Vema, nilisema sawa, lina kusudi fulani na dhahiri tu, kama vile ungesikia sauti yoyote. Sauti ilinijia na kusema, yeye aliingia Nazareti, hapo alipolelewa, na akaingia katika sinagoge kama ilivyokuwa desturi yake,
na kuhani akampa chuo asome, naye akasoma Isaya 61. Naye alipokisoma kile chuo, akaketi chini na kumrudishia kuhani Biblia kile chuo, na akaketi chini, na macho yote ya makutano yalimtazama yeye, na maneno ya dhamani yalitoka kinywani mwake, na yeye akasema, leo maandiko haya yametimia. Leo maandiko haya yametimia. Jinsi maandiko yalivyo sahihi! Ukiwa utachunguza hili katika Isaya 61 kwanza hadi 2, ndipo ambapo Bwana wetu alikuwa akisoma kutoka Isaya 61 hadi 2. Lakini katikati ya kile kifungu cha pili cha Isaya 61 yeye alikoma inaposema, Roho ya Bwana ijuu yangu kutangaza mwaka uliokubaliwa. Ndipo yeye alikoma. Kwa nini? Ile sehemu nyingine na siku ya kisasi haikuhusikana na kule kuja kwake kwa kwanza, lakini kule kuja kwake kwa pili, waona, haikuhusikana pale. Jinsi maandiko yasivyofanya kosa, hayo kila mara yako kamili. Yesu alikomea tu ambapo maandiko yalikomea, kwa kuwa hayo ndiyo hasa yale yalihitajika kuthibitishwa katika siku zake. Sasa na kuja huko kwa kwanza, kuja kule kwa pili, yeye ataleta hukumu juu ya dunia, lakini si wakati huo. Yeye ilimpasa kuhubiri mwaka uliokubalika. Tazameni, yule Masihi akisimama pale jukwani kujitambulisha mwenyewe na lile neno la ahadi kwa wakati huo. Ajabu vipi! Yule Masihi akisimama mbele ya kanisa. Natazama haya maneno ya dhamani, yeye asemapo hapa, kuhubiri mwaka uliokubaliwa. Ule mwaka uliokubaliwa, kama tujuavyo kama wasomaji wa Biblia, ulikuwa ule mwaka wa sikukuu, huo ambao watumwa wote na wafungwa kama ilivyokuwa wamechukuliwa mateka, nao walihitajika kutoa mwana kulipa deni au binti kulipa deni, nao walikuwa utumwani. Haijalishi wamekuwa utumwani kwa miaka mingapi, au walihitajika kukaa pale. Mwaka huo wa sikukuu ulipofika, parapanda alipolia, kila mtu angeenda huru ikiwa alitaka kwenda huru. Yeye alikuwa huru, yeye hakuwa mtumwa tena. Lakini ikiwa ulitamani kubaki mtumwa, basi ilikubidi upelekwa hekaluni, usimame karibu na kizingiti cha hekalu, na walichukua msharasi na kutoboa shimo masikioni mwako, na ndipo ilikupasa kumtumikia huyo bwana mwenye watumwa siku zako zote. Ni mfano kamili jinsi gani wa ile Injili ya Yesu Kristo inapohubiriwa, ule wakati uliokubalika na wakati wa sikukuu. Mtu yeyote, ajalishi unani, wa rangi gani, wa dhehebu gani, umejizamisha kilindini gani dhambini, au shida yako ni nini, waweza kwenda huru usikiapo ile parapanda ya Injili ya Mungu ikilia, wewe uhuru. Lakini ukiupa ujumbe kisogo na kukataa kuusikia, tazama, ulitobolewa sikio na msharazi. Hilo la maanisha kwamba umeruka mpaka kati ya neema na hukumu, na hutaisikia Injili tena, hutaendelea tena. Lazima uwe mtumwa kwa utaratibu uliomo maishani mwako mote, ukikataa kusikia ule mwaka uliokubaliwa. Sasa ile sehemu nyingine yake, kama nilivyosema, haikuhitajika ijibiwe, kwa kuwa Masihi huyu ajaye wakati wa sasa ni wakati ambapo yeye ataleta hukumu. Basi ingewezekanaje wale watu wasiweze kuona yeye alikuwa nani?
Walikosaje? Ingewezekanaje wakati ilikuwa imejulikana dhahiri na kuonyeshwa? Wangekosaje kuona wakati yeye ni neno jinsi gani? Wazia hilo. Leo maandiko haya yametimia machoni penu. Nani alisema hayo? Mungu mwenyewe, aliye mfafanuzi wa neno lake mwenyewe. Leo maandiko haya yametimia. Yule Masihi mwenyewe akisimama mbele ya makutano na akisoma neno toka kwa Biblia linalomhusu yeye mwenyewe, na ndipo akasema, leo maandiko haya yametimia, na bado walishindwa kulifahamu. Ingekuwa msiba jinsi gani! Lakini umetendeka mara nyingi. Ingetendekaje? Hakika kama ilivyofanyika nyakati zingine, kwa kuamini mafafanuzi ya neno ya watu. Hiyo ndiyo iliyosababisha hayo. Wale waamini katika siku hizo, waliojiita waamini, walikuwa wakichukua mafafanuzi ya makuhani, walikuwa wanasema kuhusu maandiko. Hivyo Yesu akiwa hana chochote au kuwa chamani mwao, yeye alifukuzwa toka kwa kundi lao, na kwa hivyo wao hawangejitambulisha naye, kwa kuwa yeye alikuwa tofauti nao. Ule utu wa Yesu Kristo ulikuwa wa kipekee hivi kwamba hakuna yeyote angekosa kuona huyo alikuwa yule mwana wa Mungu, kwa kuwa yeye alikuwa kitambulisho kamili cha maandiko yale yaliyoandikwa kumuhusu. Je, ile Mkristo yeyote ajulikanaye, maisha yake yanatambulisha jambo lile lile Wakristo wapaswalo kutenda. Yeye angesimama pale na kusema, leo maandiko haya yametimia machoni penu. Ni dhahiri jinsi gani! Ni wazi vipi! Na hali watu wale walielewa kwa makosa. Kwa nini? Ni kwa sababu wao walichukua mafafanuzi ya baadhi ya maagizo ya kuhani waliyekuwa wakimsikiliza, na historia kila mara hujirudia yenyewe, na maandiko huwa na maana zaidi ya moja na ufunuo zaidi ya mmoja, kwa kuwa ni kama tu isemavyo katika Biblia, toka Misri nilimwita mwanangu, ikitaja kuhusu Yesu. Tazama kandoni makaratasi kuhusu hilo, na utatambua kuwa pia linamtaja Yakobo, andiko lile lile. Yesu alikuwa mwana wake mkuu sana. Yakobo alikuwa mwana wake ambaye yeye alimwita toka Misri. Hapo kumbukumbu ya Scofield na kumbukumbu zingine zinanena juu yake, kwa kuwa hilo ndilo andiko alilokuwa akitaja, ili iwe na jibu mara mbili. Ilikuwa na jibu kwa Yakobo aliyeitwa atoke, na kwa Yesu aliyeitwa atoke. Hivyo ndivyo ilivyo leo. Ni kwa kuwa sisi tuko katika msukasuko mwingi kama tulivyo, na watu hukosea kuona ile kweli ya Mungu. Ni kwa sababu kuna mafafanuzi mengi sana yaliyotengenezwa na wanadamu ya neno la Mungu. Mungu hahitaji mtu yeyote afafanue neno lake. Yeye ni mfafanuzi wa neno lake mwenyewe. Mungu alisema mwanzoni, na iwe nuru, na ikawa nuru. Hilo alihitaji ufafanuzi. Yeye alisema bikira atazaa, naye alifanya hivyo. Hilo alihitaji ufafanuzi wowote. Wakati ufafanuzi wa Mungu wa neno lake ni wakati yeye alithibitishapo na kulihakikisha kuwa li hivyo. Huo ni ufafanuzi wake kwa kulifanya litimie. Hivyo ndivyo ufafanuzi wa Mungu ulivyo. Ni yeye afanyapo neno lake kutimia. Yeye anakufafanulia wewe. Kama hakukuwa na nuru na akasema na iwe nuru, na ikawa, hahitaji mtu yeyote kulifafanua. Lakini tunapata taratibu za wanadamu zikichanganywa nalo. Fanyapo hivyo,
unalitoa mahali pake, ila wakati imekuwa hivyo, lakini bado wanawaza jinsi lilivyokuwa la kushangaza. Niwazie yule Masihi, wana wao walishindwa kumtambua yeye, kwa sababu viongozi wao wenyewe waliopaswa kumjua yeye, ambao walipaswa wawe wameelimika vilivyo maandikoni, ambao walipaswa wawe wakielewa maandiko, walimdharau mtu huyu na kusema kwanza yeye ni mtoto haramu. Sisi hatungeamini hilo. Miaka mingi baadaye hatuamini hilo. Tungekufa kusudi tuseme yeye alikuwa mwana aliyezaliwa na bikira, na siku moja itakuwa kwamba mambo yale tunayoyaona Yehova akifanya leo, wanadamu kwa nyakati zijazo, kama zitakuwepo, watakufa kwa ajili ya jambo hili tunaloongea leo. Itakubidi ufanye hivyo, ile chapa ya mnyama ijapo, na utaruhusiwa kuhubiri Injili hivi. Kati muungano mkubwa wa makanisa unakusanyika, ambao utayari hivi sasa kwa ajili ya kanisa la ulimwengu, itakupasa utie ushuhuda wako muhuri kwa maisha yako kwa ajili ya hili. Pasa uamini sasa. Ikiwa makuhani wale waliomhukumu yeye wangefufuka, hawangemhukumu. Lakini unasema, kama ningekuwa pale ningefanya hili na lile. Vema, hilo alikuwa kwa ajili ya wakati wako, lakini huu ni wakati wako. Huu ndio wakati. Wasema, vema, kama angekuwa hapa, Biblia yasema yeye ni yule jana, leo na hata milele. Yeye hivyo, yeye yuko hapa, lakini yeye yuko hapa, na ulimwengu umestaarabika na kuwa mkuu na kuelimika zaidi. Yeye yuko hapa katika hali ya kiroho ambayo hawezi kuua au kuweka mautini. Yeye alikufa mara moja, yeye hawezi kufa tena. Yeye ilimpasa kufanyika mwili ili Mungu akaweke mautini katika mwili kwa ajili ya dhambi, lakini wakati huu yeye hawezi kufa kamwe. Yule Roho Mtakatifu. Sasa jinsi ya kuanza kuwa wao walikuwa na mambo haya dhidi yake. Jambo lingine, kuwa yeye hangejiunga na vyovyote vya vyeo vyao. Ndiyo maana hilo bado limfanya yeye kuwa mtu mbaya. Yeye hakujiunga na madhehebu yao, hangejiunga na ukuhani wao, na hangekuwa na lote na hayo. Na ndipo zaidi ya hayo yote alijaribu kuyabomoa yale waliojenga. Yeye aliingia hekaluni, kamita mtu mpole. Yeye alikuwa vile, lakini mara nyingi twakosa kufahamu upole ni nini. Yeye alikuwa ni mtu wa rehema, lakini tunashindwa wakati mwingine kufahamu rehema ni nini. Huruma wa binadamu sio rehema, lakini rehema ni kutenda mapenzi ya Mungu. Yeye alipitia karibu na birika ya Bethesda pale malangoni. Pale kulikuwako watu, makutano ya wote. Makutano ya watu si hesabu fulani, lakini kulikuweko wingi wa watu, viwete, vipofu, vilema, waliopooza. Na yeye kila wakati aliwarehemu watu, na alimwendea tu mtu mmoja pekee aliyekuwa si kilema, kiwete, wala aliyepooza. Labda huenda alikuwa na ugonjwa wa kuzimia roho, labda alikuwa na maradhi madogo yaliyokuwa hayaponi. Yeye alikuwa nayo kwa miaka 38. Hangemsumbua, hangemuoa. Yeye alikuwa amelala kwenye machela, naye alisema, wataka kuwa mzima? Na mtu yule akasema, sina yeyote wa kunitia majini, lakini wakati ninapokuja mimi, naam, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Waona, yeye angetembea, angeona, angejisongeza hapa na pale, lakini alikuwa tu dhaifu. Yesu alimwambia, simama, jitwike godoro lako na uende nyumbani kwako. Na walimswali Yesu juu ya hilo. Kwa kuwa ninyi mwakumbuka maandiko alisema hivi, sio ajabu kama yeye angekuja Jeffersonville usiku huu na kutenda jambo hilo, wao bado wangeongea tu kumuhusu yeye. Lakini kumbukeni, yeye alikuja kutenda jambo moja, nalo ni mapenzi ya Mungu. Sasa hayo yanapatikana katika Injili ya Yohana Mtakatifu kifungu cha 5 tarehe 19. Utapata jibu lile. Yeye alisema, amini amini nawaambieni,
Mwana hawezi kufanya lolote mwenyewe, ila lile yeye aonalo Baba akitenda, hilo mwana atenda. Sasa wao wangepaswa kujua kuwa hilo lilikuwa ni thibitisho lile lile la ule unabii wa Musa, kwa kuwa Bwana Mungu wenu atamwondokeshea nabii mfano wangu. Zama alipomwona mtu yule, yeye alisema. Yesu alijua kuwa mtu huyu alikuwa amekuwa hivyo kwa miaka mingi. Yeye akiwa nabii alimwona mtu yule kwa hali hiyo, na akaenda chini pale na kupunga kupitia kati ya watu hao, akipenyeza kati ya kundi hadi yeye akampata huyo mtu fulani, akapitia karibu na mtu aliyelemea, aliyekiwete, kipofu na aliyepooza, mbali mtu aliyejazwa na rehema. Lakini rehema ni kutenda mapenzi ya Mungu. Sasa twamwona yeye, kwa sababu angeungana na kuto kuhusiana na vyo vyao. Kwa yeye alikuwa mtu aliyetupwa, yeye hangekuwa na lolote zaidi ya hayo. Yeye alikwenda hekaluni siku moja, yule aliingia humo na kuona nyumba ya Mungu imeoza tu kama siku hizi. Wao walikuwa wakiuza, wakinunua, wakibadilisha pesa, naye akageuza meza zao za pesa, wachukua kamba na kuisokota na kuwachapa wale wabadili fedha toka mle hekaluni, na kuwatazama kwa hasira, akasema, nende, haleluya, nyumba ya Baba yangu ni nyumba ya sala, nanyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Nanyi kwa mpokeo yenu mmesitangua amri za Mungu. Jamani, kundi kama hilo lingemwamini? La, Bwana. Wao wamepakwa matope ya vyama na machafu ya siku hizi, hata wakagandamizwa kidini sana hadi hawangesikia mawimbi ya nguvu ya Mwenyezi Mungu. Si ajabu yule mwanamke angeguza vazi lake na aponywe, na mwanajeshi mlevi angemtemea mate usoni mwake na sione nguvu zozote. Yategemea jinsi unaiendea, yategemea unachotafuta. Uendapo kanisani, yategemea ni nini unachotafuta. Sasa twamwona yeye amesimama pale. Bila shaka watu walikuwa wamemwonya yeye, walimwonya, kwani walikuwa wamewaonya watu. Sasa yeye juaje hapa Sabato ijayo, na akija usimsikize. Sasa huenda ukaenda na kuketi hapa, lakini usisikie yale yeye asemayo, kwa kuwa yeye si wa kundi letu. Yeye ni aliyekataliwa, hana kadi ya ushirika, hata hana kijikaratasi cha dhehebu. Hana kitu kama hicho. Yeye ni nani? Kijana fulani mkorofi aliyezaliwa chini pale, mwana wa haramu nyumbani mwa seremala, ambaye mama yake alipata mimba kabla hawajawana, na wajaribu kuficha hilo kwa kutumia jambo la kimbinguni. Twajua kuwa Masia, japo yeye atapitia kwenye vinjia vya mbinguni na kumwendea kuhani wetu mkuu na kusema, niko hapa Kayafa. Inatwaona kuwa yeye hakulifanya hivyo, kwa kuwa halikuandikwa katika neno hivyo. Zilikuwa ni desturi za wanadamu zilizowafanya waamini hivyo. Neno lisema yeye hangekuja jinsi alivyokuja. Hapo yeye simama akisoma neno na kuwaambia, leo maandiko haya yametimia machoni penu. Huku walishindwa kumwona yeye, hawakumtambua yeye kama alivyofanya katika nyakati zingine zote. Nuhu angesema jambo lile lile siku ile aliyoingia safinani na mlango ukafungwa. Musa angefungua dirisha hilo juu ya safina, katazama makutano. Kumbuka, Mungu alifunga mlango ule, naye angesema, leo maandiko haya yametimia machoni penu. Lakini ilikuwa imechelewa sana kwao wakati huu. Yeye alikuwa amehubiri miaka 120 akijaribu kuwaingiza katika mtumbwi huo aliokuwa ameujenga, akiwaambia kuwa maandiko yalisema, Bwana asema hivi, kutanyesha. Lakini wao walingojea sana. Nuhu angesema hilo kwa urahisi. Leo siku hii maandiko yale yametimia. Musa, siku ile ile ambayo ile nguzo ya moto iliwashukia kwenye mlima Sinai na kutoa ushahidi kwa ushuhuda wake, Musa angesema, leo maandiko haya yametimia. Musa, mwajua, alikuwa mtu aliyeitwa na Mungu nabii, na alipokuwa akiitwa
awe nabii. Ilimbidi yeye awe na ujuzi wa kimbinguni ili awe nabii. Ilimpasa kukutana na Mungu uso kwa uso na kuongea naye. Jambo lingine, yale aliyosema ilimbidi yatimie, au hakuna yeyote angemwamini. Hivyo hakuna mtu aliye na haki ya kujiita hivyo hadi ameongea uso kwa uso na Mungu nyuma ya jangwa, mahali fulani ambapo yeye alikutana na Mungu mwenyewe. Na makafiri wote ulimwenguni hawangemshawishi alitupilie mbali. Yeye alikuwa pale naye alijua ilitendeka. Kila Mkristo apaswa awe na ujuzi huo kabla ya kusema lolote kuhusu kuwa Mkristo. Ujuzi wako mwenyewe. Niliongea na mpwangu muda mchache uliopita, kijana mdogo Mkatoliki. Alisema jamba mbili, nimekimbia toka guzoni hadi kizingitini, nikienda kila mahali nikijaribu kupata kitu fulani. Siku baada ya usiku, kabla mkutano huu kuanza, yeye amekuwa akilia, na wakati wa usiku yeye amekuwa akiota ndoto ya kuingia na akimbia madhabahu panapohubiriwa na kufanya maungamo kwa kuwa amekosea. Nilisema, Melvin, haijalishi unakwenda wapi, unajiunga na makanisa mangapi, unatamka Maria mtakatifu ngapi, au unapata baraka ngapi toka kwa mwanadamu ya kupaza uzaliwe mara ya pili kwa Roho wa Mungu, jambo pekee litakatosheleza moyo wa mwanadamu. Najua wanabadilisha siku hizi ya kuzaliwa mara ya pili, wanasalimiana kwa mikono na mhubiri na kuandika jina lako kitabuni. Lakini marafiki, hayo ni kanuni ya mafundisho ya shati, si kweli ya Biblia. Kama ingekuwa Matendo ya Mitume katika sura ya pili, ingesemeka hivi: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, mchungaji akajitokeza na kusalimiana kwa mikono. Lakini ilisema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, wakati wa kuanzishwa kwa kanisa, kaja uvumi toka mbinguni kama uvumi wa upepo ukienda kasi, kajaa nyumba yote walipokuwa wameketi. Hivyo ndivyo jinsi Roho Mtakatifu alivyokuja mara ya kwanza, hivyo ndivyo amekuja kila wakati tangu wakati. Yeye ni Mungu na abadiliki. Naam, ukwaza watu au sema huyo alikuwa kwa wakati mwingine. Sema ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ila wakati kanisa lilipowahi kupokea Roho Mtakatifu, kila mara huja kama alivyokuja mara ya kwanza, chini ya amri ile ile ya daktari, Matendo 2:38. Haibadiliki na haitabadilika kama amri ya daktari kwa ugonjwa. Yeye ataandika maagizo fulani kwa ajili ya ugonjwa, daktari kufanya hivyo na kuwapelekea wengine wasio fuzu watoe dawa na kuweka nyingi ya dawa inayopunguza sumu, itakuwa dhaifu na haitakufaidi chochote. Weka sumu nyingi sana ndani yake, itakuwa zimeandikwa tu kulingana na daktari, na maagizo ya daktari ya jinsi ya kupokea Roho Mtakatifu yametolewa kwetu na Daktari Simoni Petro katika siku ya Pentekoste. Nitawapa amri ya daktari: tubuni kila mmoja wenu na mbatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na nitapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa ajili ya amri hii ya daktari ni kwa watu walio mbali na wote watakaoitwa na Mungu. Amri ya milele ya daktari. Musa alikuwa amepata ujuzi huu. Aliingia injini na kuanza kuambia watu, nikutana na nguzo ya moto, ilikuwa katika kichaka kilichokuwa kikiwaka. Niwaambie, mimi niko ambaye niko. Teremka chini, nitakuwa pamoja nawe. Chukua fimbo iliyo mkononi mwako na uinue juu ya Misri. Chochote utakachokihitaji kitatendeka. Vema, labda baadhi ya makutano walisema upuzi, lakini walipoona jambo halisi la hali likitimia, wangejizuia tena. Walijua yeye alitumwa na Mungu. Basi ikiwa Musa alisema yeye aliona hilo na kulishuhudia kuwa kweli, basi Mungu apaswa, kama hiyo ni kweli, tambulisha na kuthibitisha neno la mtu huyo ni kweli. Yesu alisimama pale na kusema siku hiyo, leo maandiko haya yametimia mbele yenu. Mungu lazima afanye neno hilo litimie. Tasimama hapa usiku huu na kusema kuwa Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu lazima adhibitishe hilo kuwa hivyo.
kwa kuwa neno lake. Sasa hilo lafanyaje? Lahitaji imani na kumwamini yeye. Inahitaji imani na kuamini neno lake kuwa ni kweli. Tazama lililotimia. Musa alipowatoa wale wana na wale waliomfuata. Wale ambao hawakumfuata walibaki Misri, lakini wale waliomfuata Musa walipovuka bahari ya Shamu na kuingia jangwani, Mungu alishuka juu ya mlima Sinai. Hiyo nguzo ya moto iliwasha moto mlima wote. Sauti ilinena toka mle, na Mungu akatoa zile amri kuu. Musa angetembea juu pale mbele ya watu na kusema, leo maandiko niliyowaambia kama nabii wake yametimia. Leo nimewaambia kuwa Mungu aliyenikuta pale katika kichaka kilichokuwa kikiwaka katika nguzo ya moto, alisema hili lote, hii itakuwa ishara. Waleta watu wale hadi hapa mahali hapa tena. Pale kuna Mungu katika nguzo ile ile ya moto aliyewaambia alikuwemo, ikining'inia pale mlimani. Leo unabii huu umetimia hapa. Yeye anathibitisha kuwa mambo yale niliyoyasema ni kweli. Mungu tupe watu zaidi kama huyu. Leo ni waaminifu na wanyofu na wanasema kweli. Baba Mungu Mwenyezi angethibitisha kuwa neno lake lingali kweli. Yeye yungali yule jana, leo na hata milele, na yeye angalilifanya. Yeye aliahidi kulifanya. Yoshua huenda alisema jambo lile lile siku ile aliporudi kutoka Kadesh Barnea. Hapo walikuwa wamesafiri mbali sana jangwani. Walikuwa na shaka nchi ile kuwa aina ya ile nchi ambao Mungu alisema ingekuwa. Mungu aliwaambia ilikuwa nchi nzuri, ilikuwa ikitiririka maziwa na asali. Joshua na Caleb walikuwa ndio wawili pekee ambao wangeamini. Pia wale wengine 10 walioondoka. Waliporudi walikuwa na ushahidi walikuwa na kichala cha zabibu ambazo zingebebwa tu na watu wawili wenye nguvu. Joshua na Kalebu wangesimama pale na kusema, leo maandiko haya yametimia. Hapa kuna ushahidi kuwa ni nchi nzuri. Hakika. Kwa nini? Na ushahidi kuwa ni nchi nzuri. Ukipata wapi vitu kama vile uko Misri? Hapakuwepo mahali kama pale. Ini leo maandiko haya yametimia. Yeye angesema jambo lile lile alipofanya unabii kusema, kuta za Yeriko zingeanguka baada ya wao kuzunguka mara 7. Siku 7 mara 7 kila siku. Na walipotembea kuzunguka hizo mara ya mwisho, kuta zile zilianguka. Joshua angesimama na kusema, leo yule jemadari mkuu wa majeshi ya Bwana aliyeniambia majuma kadhaa yaliyopita kuwa itatendeka hivi, leo maandiko haya yametimia. Ta zile zilikuwa pale chini changani. Jooni, hebu na twendeni tutwae ni wetu. Leo maandiko haya yametimia. Ajabu vipi watu wa Mungu wamesimama kwa kitu kilicho sahihi. Israeli pale mtoni, wakati ule wangamiliki nchi ile, walivuka. Watafanyaje? Ni mwezi wa 4 Aprili, riko yanakuja, kwa kuwa theluji inayeyuka kule Uyahudi. Lo, jinsi ilivyoonekana kama kwamba Mungu alikuwa jemadari ovyo kuwaleta watu wake chini pale katika mwezi wa Aprili, wakati Yordani ilikuwa imefurika sana kuliko ilivyowahi kuwa. Wakati mwingine huenda ningepaswa kukomea hapa, na kama ningekuwa na wakati wa kuwatolea tu kidokezo kidogo. Wakati mwingine huenda ungeketi nje pale ukiwa na kansa, au huenda umeketi pale ukiwa na ugonjwa, ukiwaza, mbona mimi nikiwa Mkristo niwe hivi? Mbona mimi niwe nikiketi hivi kama mimi ni Mkristo? Wakati mwingine Mungu huruhusu mambo haya kuwa meusi sana, hata huwezi kuona juu, kando kando, au pengine popote. Ndipo yeye huja kutengeneza njia kupitia kwayo, ili uweze kusema, leo maandiko haya yametimia, yeye aliyoahidi kuyafanya. Aliruhusu wana wa Ibrania kutembea moja kwa moja
katika tanuru ya moto. Yeye alisema Mungu wetu aweza kutuokoa na tanuru ile ya moto, bali kama sivyo hatutasujudu sanamu yeye. Wao walipotembea pale, kukiwa na harufu ya tanuru juu yao. Samani, hakukuwa na harufu ya tanuru juu yao. Wao wangesema leo maandiko haya yametimia. Danieli alipotoka mle tunduni mwa simba, yeye angesema jambo lile lile. Yohana Mbatizaji, baada ya miaka 400 ya mafundisho ya kidini, sio ajabu kanisa hilo lilikuwa katika mchafuko wakati huu. Yeye alipotokea nyikani pale Yordani, angasimama pale ukingoni kama alivyofanya na kusema, leo maandiko haya Isaya 40 yametimia. Jinsi ningekomea hapa na kuwaambia ninyi yale yule kasisi mzee alioniambia. Yeye alisema, mwanangu, hakumaliza ujumbe huu. Nilisema tulia. Yeye alisema, wamaanisha kuwa Wapentekosti hawafahamu hayo? Nilisema la. Yeye alisema, nafahamu, na kasisi wa Katoliki pia. Yeye alisema, mbona hukuendelea? Nilisema tulia. Yeye alisema, Mungu atukuzwe, na yafahamu. Karibu wakati huo huo, Roho Mtakatifu alimshikia dada yake aliyekuwa ameketi pale mkutanoni, naye akainuka akinena katika lugha zisizojulikana na kutoa tafsiri ya jambo lile lile. Kasisi yule nami tulikuwa tukinena jukwani, salati mahali pale pote, pakazuka shangwe, na habari zake zikaendelea katika mkutano wa Oral Roberts juma lililopita au majuma mawili yaliyopita, na zikawa ndizo mazungumzo katika mkutano huo, jinsi kasisi huyo aliyeketi chini ya Roho Mtakatifu alifunua pale kwa mwanamke fulani, dada yake, naamini ndiye, kuhusu yale yaliyokuwa yakitendeka hapo jukwani, kufunua jambo lile lile tulilokuwa tukificha. Saa ile tunaoishi leo, maandiko haya yametimia. Leo nuru za jioni zimekuja, nasi twashindwa kuiona. Tazameni, Yohana alisema, leo mimi ni sauti ya mtu aliyeye nyikani, kama alivyosema nabii Isaya, tengenezeni njia ya Bwana. Hawakumfahamu. Kauliza, alo, wewe ni Yesu? Samahani, wewe ni Kristo? Yeye alisema, mimi si Kristo. Akasema sistahili kufungua viatu vyake. Nikasema, yuasimama miongoni mwenu mahali fulani, kuwa yeye alikuwa na hakika kuwa yeye angekuwa pale. Yeye angekuweko katika siku zake, kwa maana Mungu alimwambia angemjulisha Masihi. Siku moja kijana mwanamume alikuja akipitia pale, aliona kama nuru juu yake, ishara, naye akapasa sauti, tazama mwana-kondoo wa Mungu. Leo maandiko haya yametimia mbele yenu. Hakika katika siku ya Pentekoste, jinsi Petro alivyosimama na kutaja yale maandiko ya Joeli 2:38, watu wao wote walikuwa wakiwacheka watu wale, wangenena katika lugha zao wenyewe. Wao walikuwa wakigumiza kitu fulani kingine. Vile alisema ndimi zilizogawanyikana, gawanyikana ni ndimi zilizotawanyikana. Sikusema lolote, wakigumiza tu, wakikimbia hapa na pale kama kundi la watu waliolewa. Na wote walisema, kama watu hawa ni walevi, watazameni, tazameni jinsi wanavyotenda, jinsi wao wanawake na wanaume hawana adabu, walivyosema watu wa kidini wa siku hiyo. Petro alisimama kati yao, sema, waume na ndugu, ninyi nyote mkao Yerusalemu, nanyi mnaoishi Uyahudi, na julikane kwenu kuwa hawa hawajalewa kama mnavyodhani. Wanakuwa ni saa 3 mchana, lakini jambo hili ni lile lililonena na nabii Yoeli, takuwa katika siku za mwisho, tamwagia watu wote roho yangu. Leo maandiko haya yalitimia. Hakika Luther alikuja wakati unaofaa. Wesley alikuja wakati unaofaa. Pentecost ilikuja kwa wakati unaofaa. Hakuna chochote kisicho taratibu. Sasa na waulizeni kuchunguza wakati na saa tunaoishi sasa, na ile neno lililoahidiwa kwa siku hii. Kama huku nyuma, nyakati zingine, watu wangesema leo maandiko haya, leo maandiko haya. Basi na maandiko ya leo, je, nini ahadi ya leo? Tumesimama wapi? Tunaishi katika wakati upi? Saa inagonga, ile saa ya kisayansi,
usiku wa manane kasoro dakika 3. Ulimwengu unafadhaa, kanisa limo kitandani mu machafuko. Kuna yeyote hajua wanakosimama? Saa ipi ya leo? Maandiko siku hizi, je, hali za kanisa leo, ulimwengu, siasa, utaratibu wa ulimwengu wetu umeoza tu kama iwezavyo kuwa. Mimi si mwanasiasa, mimi ni Mkristo, lakini sina shughuli kuongea kuhusu siasa, lakini nataka tu kusema zimeoza pande zote mbili. Nilipiga kura mara moja, hiyo ilikuwa kumpigia Kristo, yaani pasa nishinde. Shetani alipiga kura dhidi yangu na Kristo alinipigia mimi. Nategemea wapi ninatupa kura yangu? Nafurahi nilimpigia yeye. Ulimwengu useme kile watakacho, ingali naamini kuwa ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye atalithibitisha, bila shaka atafanya hivyo. Hakika kuongezeka kwa uvunjaji wa sheria, hatia za watoto, sama taifa letu wakati mmoja wala dunia, na demokrasia yetu kuu ilizaliwa nyuma huko na ule mkataba wa uhuru, na ule mkataba wa uhuru ulitiwa sahihi, nasi tulipata demokrasia. Babu zetu wakale na mambo yale walioyatenda, ilikuwa na taifa kuu, lakini sasa limeuza, limebomoka na kuchukizika na lavunjika, na kujaribu kulipiza watu kodi wapate pesa, watume ng'ambo kule kununua urafiki kwa adui wao. Wanazitupa nyuma usoni pe vita vya kwanza vya dunia, vita vya pili vya dunia, na hali ukiendelea kwa vile vya tatu. Hakika siasa zimeoza, zimechafuka, zimeoza hadi shina, kama tu vile hasa yale Mathayo 24 ilisema ingekuwa. Taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, ambayo yote yatatukia. Hebu tuyakumbuke haya sasa. Vema, tazameni lingine, kuongezeka kwa uchunguzi wa kisayansi. Sasa wakati mmoja tu babu yangu alitumia gari la kokoto na ng'ombe kwenda kumtembelea nyanya yangu. Sasa ni aeropleni za jeti au hata mzunguko hadi anga za juu sana. Ni kuu jinsi. Nani alisema hili? Danieli 12:4 yasema maarifa yataongezeka katika siku za mwisho. Ona saa tunaoishi. Tazama sasa zile hali za ulimwengu, hali ya sayansi. Tazama tena leo katika utaratibu wetu wa elimu. Sasa msijaribu kukana hili, nina kato za gazeti. Fundisha mambo ya kiume na kike kanisani mwetu, shuleni mwetu, juu ya wanafunzi wachanga kujuana kimwili mmoja kwa mwingine, kuona ikiwa wanaweza kupata wenziwe ulimwenguni. Nambwa, je, ni vipi katika ukasisi wetu? Siku nilipata karatasi toka gazetini huko Los Angeles, California, ambapo kundi la wahubiri, wahudumu wa Kibaptist, wa Presbyteri waliingiza kundi la walawiti na kufanya ulawiti, wakisema wao walikuwa wakijaribu kuwaleta kwa Mungu. Ati hilo ni mojawapo wa laana ya wakati Sodoma, na hata sheria iliwafunga. Sasa tuko wapi? Taratibu wetu wote umeoza chini yetu. Niona ongezeko la walawiti kote nchini Amerika, wameongezeka kati ya 20 na 30% mwaka uliopita. Wazia hilo, wanaume wakiishi na wanaume kama tu vile walivyofanya huko Sodoma. Ongezeka kwa uvunjaji sheria, hatia za watoto. Tunaishi katika wakati gani leo? Neno hili la unabii limetimia. Ulimwengu wa kidini, kanisa lenyewe, kanisa lile lililoitwa itoke, tunaliita kanisa lililoitwa litoke. Ule wakati wa kanisa la mwisho, wakati wa kanisa la Kipentekosti, katika Laodikia, kama maandiko yasemavyo. Leo wamelegeza vipingo na wake wao wamevalia tu nusu. Waume wao ni jambo mbaya sana, lakini wao wameoa mara 3 au 4 na wako kwenye halmashauri ya mashemazi na kila kitu kinginecho. Wanaelekeza na kuingiza uchafu kuwa wao wameketi katika baraza na kuchukua nafasi pamoja na ulimwengu. Leo
wana majengo mazuri kuliko waliwahi kuwa naye. Mahali pengine mmoja wao anajenga jumba la hotuba la gharama ya dola milioni 50. Dola milioni 50. Pentecost ilikuwa pembeni chini kule miaka 25 iliyopita, wakipiga tari sema sisi, kwa kuwa maandiko yalisema katika Ufunuo 3 huwa utajiri. Kasema mimi ni tajiri na keti kama malkia, wala sina haja ya kiti, na hujui kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi, na haujui leo maandiko haya yametimia machoni penu. Amin. Ina maana yake ni iwe hivyo. Sifanyii mwenyewe amina, lakini namaanisha kuwa naamini kuwa ni kweli. Leo maandiko haya yametimia. Kanisa la Kipentekoste liko katika hali ya Laodikia. Wao wangali wakiruka na kupiga makelele na kuendelea wakati muziki unapochezwa. Muziki ukomapo kuchezwa, au ule mdundo wa kucheza ngoma, wengine wao hucheza na kuuita Ukristo, na huo ukomapo utukufu wote umekwisha, ikiwa ni kutukuza kwa Mungu halisi. Hakuna filimbi za kutosha na nguvu za kutosha ulimwenguni kuukomesha. Wakati kutukuza kwa kweli kwatoka kwa Mungu, hakuhitaji muziki kucheza, kunahitaji Roho wa Mungu kushuka chini kufanya hivyo. Nao walilisahau zamani, kwa kuwa wao waliweka kipimo cha kipawa cha Roho Mtakatifu kuwa ishara halisi ni kunena kwa lugha. Na walisikia pepo na wachawi wakinena kwa lugha. Roho Mtakatifu, neno la Mungu ndani yako, anayejitambulisha mwenyewe kwa kukubali neno hili. Bali na hilo hawezi kuwa Roho Mtakatifu. Ikiwa asema ni Roho Mtakatifu na anakana neno la Biblia, hiyo hawezi kuwa ni Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo ishara, amini usiamini. Tazama ishara nyingine kuu. Wayahudi wako nchini mwao, kalao wenyewe, pesa zao wenyewe, wanachama wa Umoja wa Mataifa, wana majeshi yao wenyewe, wana kila kitu. Wao wako nchini mwao. Yesu alisema, jifunzeni mfano wa mtini. Wako pale pale taifani mwao. Leo maandiko haya yametimia. Wayahudi wako nchini mwao. Leo maandiko haya yametimia. Wakati wa kanisa wa Laodikia, leo maandiko haya, Mathayo 24, yametimia. Ulimwengu katika mchafuko wote kwa jumla. Taifa linaondoka kupigana na taifa, tetemeko ya nchi mahali mahali, vibunga vikuu vikishuka na kutikisa mataifa na mengine, misiba mikuu kila mahali. Leo maandiko haya yametimia. Sasa tumeona hali ya ulimwengu, tunaona kanisa la kawaida tu, chama, madhehebu, tunaona yalipo, tunaona mataifa yalipo, na tunaona kuwa leo ahadi hizi zimetimia. Sasa kile katika siku hizi yapasa kuja mzao maalum wa kifalme wa Ibrahimu. Hivyo ndivyo hasa itakavyokuwa. Atakuwa bibi harusi wa kifalme wa mwana yule wa kifalme aliahidi, kama nilivyonena usiku uliopita. Hatakuwa mzao wa kawaida, atakuwa mzao wa kiroho. Shati kuwepo na bibi harusi wa kiroho atakayeinuka, atakakuwa mzao wa kifalme wa imani ya kifalme ya wana wa kifalme wa Ibrahimu. Shati yeye aonekane katika siku za mwisho, na wakati na mahali ni ahadi aliyopewa kulingana na Malaki 4, maandiko yale. Sasa kuzuka ujumbe utakayotikisa mioyo ya watu hadi irudie wale baba wa kimitume tena. Tutokea mmoja akiwa na nguvu za Elija atakayezuka tuwa jangwani, atakayejitokeza na atakuwa na ujumbe utakaozuka moja kwa moja kurudia neno tena. Hiyo ni saa tunayoishi. Basi waza sasa, nawaulizeni ninyi katika saa hii, ninyi watu hapa Jeffersonville, katika mwaka wa 1933, ile nuru ya kimbinguni iliyoshuka huko mtoni, siku moja nilipokuwa nikibatiza watu 500 katika jina la Yesu Kristo. Nilikuwa mvulana wa umri upatao miaka 20. Ilisemaje Jeffersonville? Ilikuwa nini huko mwanzoni mwa barabara iitwayo Spring pale, wakati
Curia Jano, nadhani ilikuwa lile gazeti la Louisville Herald ilipoandika habari hizo na zikapitia kwa Associated Press hadi kule Canada. Daktari Levi alikata toka gazetini kule Canada mnamo mwaka wa 1933 ilipokuwa nikimbatiza mtu wangu wa 17 chini ya shahidi huyu, nanyi mwajua mengine juu ya habari hizo. Nami nilipokuwa nikisimama pale nikimbatiza huyu mtu wa 17, nuru ilishuka chini toka mbinguni, kiangaza chini juu ya mahali pale kama nyota iliyoanguka toka mbinguni. Sauti ilisema, kama vile Yohana Mbatizaji alivyotumwa kutangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo, ujumbe wako utatangulia kuja kwake kwa pili duniani kote. Leo maandiko haya yametimia. Leo Mungu aliahidi, ini kilitendeka. Leo imeenea kote ulimwenguni. Na Mungu aliposhuka chini pale na kusema hilo, ilipokuwa mvulana mdogo katika kijiti kilichowaka au kichaka juu pale kikiwaka kwa nguzo ya moto juu pale mahali pa Wathens kule Utica Pike, ikileta maji nyuma kule katika kibanda kile hadi mahali pa kutengenezea pombe isiyo halali. Wajua kweli yake. Yeye alisema usifute sigara wala kunywa pombe wala kuchafua mwili wako, kwa kuwa kuna kazi utakayoifanya uwapo mtu mzima. Nashuhudia hayo kwa kweli, kwa kuwa niliona. Na Mungu kama vile alivyomfanyia Musa, alinena kule chini mbele ya makutano na kusema, hili ni kweli. Leo maandiko haya yametimia kati yetu, kama vile yeye alisema kuhusu upambanuzi na jinsi ungekuwa kutoka kuwekea watu mikono juu yao kujua siri za moyo. Leo maandiko haya yametimia mbele ya yaya haya macho yetu. Ahadi hizi zilizofanya, tazama, ahadi hizi zote zilithibitishwa na kutimizwa na Mungu wa ahadi. Tazama akiningilia kule Washington DC usiku huu, ile picha yule malaika wa Bwana, kama vile George J. Lacy, kiongozi wa upelelezi FBI, wa sahihi za vidole na hati zilizotiliwa shaka za serikali ya nchi ya Amerika, aliichunguza toka Houston, Texas, na kusema hiki ndicho kiumbe pekee cha kimbinguni kilichowahi kupigwa picha ulimwenguni mote. Yeye ilimpaza kujua ndiye aliye mbora zaidi ulimwenguni. Kwa hayo zama pale yaninginia kama kweli nguzo ile ya moto iliyoongoza nyuma kule kwa Israeli inaongoza leo mtu kama yule aliyetoka Misri. Leo maandiko haya yametimia. Wajua ujumbe ule ambao yeye alisema, tazama ono lile la Tucson miaka 3 iliyopita, wakati nilikuwa ninasimama pale jiani, wakati miaka 5 hapo kabla, yeye alisema siku ile mji huo utakapopigilia kikingi mbele ya lango lile, geukia upande wa magharibi. Ni watu wa maskani ambao mmekuwa hapa, wajua kuwa hilo ni sahihi. Wakati huo na siku ile yule bwana Goin pamoja nao walipokuwa juu pale na kupigilia chini kile kikingi, mwambia mke wangu kuna kitu fulani kuhusu hili. Akasema ni nini? Nami niliingia nikisema katika kitabu changu kidogo. Ilikuwa pale asubuhi iliyofuata saa 4, nimeketi ndani mle katika chumba changu yapata saa 4. Yule malaika wa Bwana alishuka akasema, kwenda Tucson, utakuwa kaskazini mashariki ya Tucson. Pale kutakuja malaika 7 katika kundi litakalotikiza nchi pote karibu nawe, na kusema utaambiwa toka kule. Wangapi wanaokumbuka hilo hapa?
kabla haijatendeka, hao watu wanaoketi papa hapa jengoni mumu usiku huu waliokuwa wamesimama papo hapo ilipotendeka, kusema ile mihuri 7 ya siri zilizofichwa za Biblia yote zingefunuliwa na kutimiza Ufunuo 10, ya kwamba katika ujumbe wa malaika wa 7 mambo haya yatatimia. Leo maandiko haya yametimia machoni petu. Leo maandiko haya yametimia. Mwaka jana nikisimama mahali pale pale, Wanahudi hapa pamoja nami tukikwea mlima katika akiomboleza juu ya mkewe kuwa mgonjwa, Roho Mtakatifu alisema, chukua lile jiwe pale, litupe juu hewani, lirudipo chini, sema Bwana asema hivi, itakuweko hukumu itakaogonga dunia. Mwambie kuwa yeye ataona mkono wa Mungu katika muda wa masaa machache yajayo. Mwambie Bwana Hudi aliye hapa usiku huu. Nadhani watu 4 au 10 au 15 walikuweko pale wakati huo ilipotendeka asubuhi iliyofuata, ambapo Bwana alishuka kwa upepo wa kisulisuli na kupasua mlima kutuzunguka na kukata vichwa vya miti na kufanya milipuko 3 na kusema, humu inaelekea ile pwani ya magharibi. Siku 2 baadaye Alaska ilikuwa karibu kuzama. Tangu hapo juu na chini ya pwani zinakokomoa hukumu za Mungu dhidi ya kiambaza cha kiroho. Kuna pazia ya chuma, kuna pazia ya mianzi, pazia za damu, ustaarabu, usafiri pamoja na jua. Hata ndivyo na Injili pia hujatoka mashariki na ilikwenda magharibi, kama jua liendavyo, na sasa iko kwenye pwani ya magharibi. Haitaendelea mbele zaidi. Ikiendelea mbele zaidi, itakuwa imerudi tena mashariki. Nabii alisema kutatokea siku ambayo haiwezi kuitwa usiku wala mchana, siku ya ukuhuzunisha, mvua nyingi na ukungu ya kutosha tu, haiduru kujua jinsi ya kujiunga na kanisa au kuweka jina lako kitabu, lakini kutakuweko nuru wakati wa jioni. Leo maandiko haya yametimia. Lile J-U-A, lile lipambazukalo mashariki, hilo J-U-A, lile litualo magharibi, na M-W-A-N-A, yule wa Mungu aliyetokea mashariki na kujithibitisha mwenyewe kuwa Mungu aliyefanyika mwili, ndiye M-W-A-N-A, yule wa Mungu aliyeko katika kizio cha magharibi cha dunia, ambaye alijitambulisha mwenyewe katika kanisa usiku huu. Yeye yule jana, leo na hata milele, na nuru ya jioni ya mwana. Leo maandiko haya yametimia mbele yetu. Tuko wapi katika wakati huu wa Kiibrahimu? Tuko wapi katika wakati mkuu tunaposimama, saa ile kuu tunaoishi? Maono yote yametimizwa. Vipi jinsi wakati ule kijana mhudumu rafiki yetu hapa wa kanisa shirika Junior Jackson alipokuja akikimbia hadi kwetu usiku moja, mimi nikiwa chini pale na kusema, nimekuwa na ndoto ndugu bana, inaonitatiza. Waona ndugu wote wamekusanyika juu ya mlima, kusema juu ya mlima huu ulikuwa ukitufundisha kwa herufi zilizokuwa zimeandikwa. Ilionekana kama baadhi ya herufi ambazo wakati ulizichora mwambani. Pomaliza hayo yote yalipomalizika, walituambia, kasema, John karibu, nasi sote tukakusanyika. Kasema ulifika kutoka mahali fulani na ukaonekana kama tarimbo na kugonga juu ya piramidi hii ndogo hata ikafunuka. Ilipofunguka, kasema jiwe ngumu lisilo na maandishi juu yake, na ukatuambia tutazame juu ya hili, na nyote sisi zote tulianza kutazama. Kasema iligeuza kichwa changu na nikakuona ukielekea upande wa magharibi
kwa nguvu kama uwezavyo kuelekea machweo ya juu. Ngapi wanakumbuka hayo? Nami nilisimama pale kwa kitambo kidogo hadi Roho Mtakatifu aliponifunulia. Nisema Biblia nzima kwa umbali ule ilikuwa imefunuliwa kwa wanadamu kupitia kwa kuhesabiwa haki, kutakazwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo katika jina la Yesu, na mambo haya yote yamefunuliwa. Ina kunayo siri iliyofichika ndani, kwa kuwa Biblia imetiwa muhuri kwa mihuri 7. Lazima niende kule niitafute. Asubuhi hiyo, wakati malaika hao 7 waliposhuka chini na kulipua dunia, majabali yakiruka yakipeperuka kila mahali, na malaika 7 walisimama pale na kusema, rudi Jeffersonville, toka kule ulikotoka, sababu ile mihuri 7 ya zile siri 7. Tuko hapa leo, tunafahamu uzao wa nyoka. Katika siku chache, Mungu akipenda, tutafahamu usahihi wa ndoa na talaka na mambo hayo yote ambayo Mungu ameyafunua, kila muhuri, zile siri tangu dunia kuwekwa msingi. Nasi tumefurahia uwepo wa baraka zake. Hiyo ni kweli. Leo maandiko haya ya gazeti liitwalo Life liliandika habari juu yake. Wara ya siri ya nuru inakwenda juu hewani, juu ya Tucson na Phoenix, katika njia ile ile niliyowaambia yapata mwaka mmoja kabla haijatendeka. Jinsi ingekuwa katika kama umbo lenye pembe 3. Cha ile inaning'inia kanisani chini pale. Ninyi mliochukua gazeti lile munayo, ilikuwa pale vivyo hivyo. Walisema ilikuwa maili 27 juu na maili 30 upana. Bado hawafahamu ni nini kilitendeka. Lionekana tu kisiri na kutoweka kisiri. Niko Fred Sutherman, niko Jane Norman, nami tusimama pale, mashahidi 3, kama vile ilivyokuwa huko juu katika kilele cha mlima, Petro, Yakobo na Yohana kushuhudia. Simama pale na kuitazama ilipokuwa ikitendeka na kuona ikifanyika. Iko pale ikipepea angani, bali sana, pasipo na mvuke wala unyevu. Hakuna chochote cha kufanya ukungu. Ingekuwaje pale? Ilikuwa ni malaika wa Mungu wakirudi baada ya ujumbe wao. Leo unabii wao umetimia kati yetu. Leo maandiko haya yametimia. Tazama, mihuri 7 imefunuliwa, upepo wa kisulisuli upande wa pwani ya magharibi. Sasa usilikose kama walivyofanya nyuma kule. Sasa usikivu wetu uwe karibu sana na siku yetu. Maandiko yasemaje kuhusu leo na kuhusu wakati tunaoishi? Yesu akinena, sitakuwa na wakati wa kuyachukua yote, lakini nataka kuchukua hili moja kabla hatuja kona. Yesu alisema katika Injili ya Luka mtakatifu ile sura ya 17 kifungu cha 30, Yesu Kristo yule neno mwenyewe, mwamini hilo? Yesu Kristo yule neno mwenyewe aliyefanyika mwili alinena na kusema jinsi neno lingekuwa katika wakati wa mwisho. Nini ingekuwa ishara ya mwisho wa ulimwengu? Yeye aliwaambia taifa lingeondoka kupigana na taifa, lakini yeye alisema kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika siku ile atakaofunuliwa mwana wa Adamu. Sasa Yesu alipokuja duniani, yeye alikuja katika majina 3 ya mwana wa Adamu ambaye ni nabii, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Sasa yeye aliishi hapa duniani, akusema kama kuwa alikuwa mwana wa Mungu. Yeye alisema mimi ni mwana wa Adamu. Yehova mwenyewe alimwita Ezekieli katika manabii mwana wa Adamu. Kwa yeye ilimhitaji aje kutimiza maandiko kama nabii. Musa alisema, Bwana Mungu wenu atamwondokeshea nabii kati yenu aliye mfano wangu mimi. Hiyo ndiyo sababu yeye hangekuwa mwana wa Mungu wakati huo, kwa kuwa yeye alikuwa mwana wa Adamu. Neno lilimjia nabii, na yeye alikuwa neno katika utimilifu wote. Mwana wa Adamu, yule nabii mkuu, sio nabii mkuu, lakini Mungu nabii. Ule utimilifu wa Mungu jinsi ya mwili ulikuwa ndani yake. Kwa hivyo yeye alikuwa mwana wa Adamu. Sasa kwa miaka 2000 yeye amejulikana kwetu kama mwana wa Mungu Roho, na katika ule utawala wa miaka 1000 yeye atakuwa mwana wa Daudi juu ya
kile kiti cha enzi. Sasa tunajua hilo tunaoamini maandiko. Yesu alisema tu katika mwisho wa huu wakati wa kanisa tunaoishi, akuwa mwana wa Adamu angefunuliwa tena katika hali ile ile ilivyokuwa huko Sodoma. Tazama jinsi yeye alivyotoa historia. Yeye alisema kama ilivyokuwa katika siku kwanza za Nuhu, jinsi walivyokuwa wakila, wakinywa, wakiona, kuolewa. Ndipo yeye akataja ya pili kutoka mwisho juu ya mwana wa Adamu katika Sodoma, kwa kuwa hapo yeye alikuwa akiwashughulikia hapa Sodoma, yeye anawashughulikia mataifa. Hala yeye aliwazamisha majini katika hukumu. Hapa kuna mataifa, yeye aliwachoma wote katika siku za Sodoma. Naam, ulimwengu wa mataifa uliteketezwa pale. Ndivyo utakavyokuwa atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Si maji tena, lakini itakuwa moto wakati huu. Yesu alisoma Mwanzo 23 tunayoisoma, yeye aliposoma kuhusu Sodoma. Sasa tukubali hali ilivyonenwa ya hali ya ulimwengu wa Sodoma, ulawiti, hali ya Sodoma. Si kila mmoja atasema amina kwa hilo. Tuamini hilo vema. Hali ya kiroho ya Laodikia, lile kanisa la kawaida, tutasema amina kwa hilo na kukubali ishara zao. Najua kuwa kila ishara iko pale. Kanisa liko katika Laodikia, najua hiyo. Yo, ulimwengu katika hali ya Sodoma, sivyo? Tutakubali hiyo. Lakini je, ile ishara ya Ibrahimu, yule anayemngojea yule mwana aliahidiwa, hiyo ilikuwa nyingine. Kumbuka, wao walikuwa na Sodoma huko nyuma, wao walikuwa na mjumbe wao, na Ibrahimu alikuwa na mjumbe kwake. Ibrahimu alikuwa akingojea siku kwa siku kwa ajili ya jambo ambalo karibu haliwezekani kutendeka. Sara miaka 90 na yeye miaka 100, kulingana na ahadi ya Mungu. Yeye alikuwa bado hakingoja, bali na kulaumiwa, yeye alikuwa akingojea mwana huyo. Mwamini wa kweli pia akali hakingoja huyo mwana aliahidiwa kurudi. Tazama, kabla tu mwana kufika, kulikuwa na ishara iliyotolewa kwake. Je, si ishara ile ya kuja kwa mwana itafunuliwa kwa yule mzao wa kifalme wa Ibrahimu anayemngojea yule mwana wa kifalme, kama tu ilivyokuwa kwa baba Ibrahimu kwa ajili ya mwana kawaida, sivyo? Yesu alisema hivyo hapa katika Injili ya Luka mtakatifu 17:30. Kabla ya wakati huu kuja, mwana wa Adamu angefunuliwa kama yeye alivyofanya katika siku za Sodoma, kabla ya kuangamizwa kwa Sodoma. Sasa tunatarajia ishara. Sasa hebu tuchukue hali za wakati kama ilivyokuwa katika Sodoma. Tazama, wao wote waliendea ulawiti ulimwengu. Mmoja wasimamizi wa sinema aliweka picha muda mchache uliopita, nami niliona hiyo. Ilikuwa Sodoma, ikiwa utawahi kuiona, na hamna kitu kingine chochote ila hiyo. Itazama, kwa hakika picha nzuri ya nchi ya Amerika siku hizi, Hollywood. Vivyo hivyo hasa aina ile ya mavazi na kila kitu walichofanya wakati huu, michezo ya ulevi wa kupindukia na kila kitu kinginecho, kundi lilojitenga la watu wa kidini linaojiita la kidini. Tazama, na Sodoma ilikuwa na shahidi, na alikuwa ni mtu aliyeitwa Lutu, aliyekuwa tu mpweke Ibrahimu. Sasa Ibrahimu hakuingia katika Sodoma, yeye na kundi lake. Yeye alikuwa na kundi kubwa pamoja naye na kutosha kupigana na wafalme dazani moja pamoja na majeshi yao. Hiyo yeye alikuwa na kundi kubwa, yeye alikuwa ameketi nje pale chini ya mwaloni. Siku moja, wakati kila kitu kilikuwa kinamwendea kombo, kuna aliyehusikana naye, yeye alikuwa angali akishikilia ahadi hiyo. Tazama sasa kwa makini, kabla hatujafunga, kati alikuwa bado anaketi pale, shuka watu watatu wakitembea kumjia. Wawili wao walikwenda Sodoma wahubiri Injili kwa wale waliotoka kwa Lutu, sivyo? Ini mmoja alikaa na Ibrahimu.
Tazama, yule aliyekaa pamoja na Ibrahimu alikuwa Mungu mwenyewe. Wale wengine wawili walikuwa malaika wajumbe. Sasa kule Sodoma hawakufanya miujiza yoyote ila tu kuwapofusha. Injili kila wakati upofusha watu. Sasa tazama utaratibu wa siku hizo. Unalo kanisa la kawaida kila mara katika Utatu, kama nilivyosema usiku uliopita. Mungu uwakilishwa pale. Kulikuweko wa Sodoma, wa Lutu na wa Ibrahimu. Hali ile ile usiku huu, Mungu ukikaa tu hivyo. Hebu niwaulizeni kitu fulani. Tazama utaratibu huu sasa. Ibrahimu alimwita huyo aliongea naye Elohimu. Neno la Kiebrania Elohimu maana yake ni yule aridhishaye kwa vyote, yule aliye wa milele. Elohimu, Mungu mwenyewe. Hapo mwanzo, mlango wa kwanza ilisema hapo mwanzo Mungu. Chukua neno la Kiebrania pale, samahani, ile neno la Kiyunani. Hapo mwanzo Elohimu aliumba mbingu na nchi. Yeye yuko hapa mwanzo, karibu ile sura 23 hapa. Yeye alisema kuanzia au karibu na ile sura 20. Yeye alisema, na yeye aliita jina la mtu huyu Elohim, na yeye alifanya hivyo, Mungu akiwakilishwa katika mwili wa binadamu aliyeketi na Ibrahimu kula kitoweo cha nyama ya ndama na maziwa na kula mikate fulani, Mungu mwenyewe, na kutowekea papo hapo mbele ya Ibrahimu. Lakini yeye alimpa ishara. Tazama, ishara hiyo ilikuwa ya kwamba yeye alikuwa amegeuza mgongo wake kuelekea hemani. Nakumbuka Ibrahimu jina lake lilikuwa Abrahamu siku chache hapo kabla, na Sara alikuwa Sarai hapo kabla hilo, Sarai, ndipo Sara na Abramu kuwa Ibrahemu. Ibrahimu maana yake ni baba wa mataifa. Sasa chunguza hapa kwa makini, na tutaona utaratibu wa ile saa tunayoishi sasa. Kama Yesu alivyotuambia tutazame utaratibu huu, naona ile mingine yote sahihi. Sasa hebu tuone ule uzao wa kifalme. Ni utaratibu upi wanaopaswa kuona? Sasa mtu huyo alisema, Ibrahimu, mke wako Sara yuko wapi? Na Ibrahimu alisema, yeye yumo hemani nyuma yako. Sasa yeye hajawahi kumwona kamwe. Yeye alijuaje kuwa jina lake lilikuwa Ibrahimu? Yeye alijuaje jina la mke lilikuwa Sara? Ibrahimu, mke wako Sara yuko wapi? Sema yeye yumo hemani nyuma yako. Naye alisema, mimi neno la kumtaja mtu, nitawazuru kulingana na ahadi. Mke wako atapata mtoto, nisadiki mimi, sasa nitalitimiza. Na Sara emani nyuma yake, akidukiza au kudoya chochote mkiitacho. Alisikiza akiwa emani, naye akasema, akacheka kimoyamoya na kusema, sasa mimi mwanamke mkongwe nilivyo, niwe na raha, na bwana wangu naye pia ni mzee sana, zaidi ya umri wa miaka 100. Ona, hili halijatendeka kwa miaka mingi sana. Na mtu yule MTU akiketi pale na akila katika mwili wa binadamu, akinywa na kula kama mtu wa kawaida, vumbi mavazini mwa, alikuwa na vumbi miguuni mwake, na Ibrahimu akasafisha. Mungu mwenyewe alitazama hapa na pale, naye alisema, mbona Sara alicheka nyuma ya hemani akisema hili? Yeye alijua, angetambua siri ya nia ya Sara, hemani nyuma yake, sivyo? Sasa wakati yule mzao wa kifalme wa Ibrahimu alipokuja ulimwenguni, je, alionyesha ishara gani? Mwana wa Adamu. Simoni alimjia siku moja, Andrea alimleta. Yeye akasema, jina lako ni Simoni, wewe mwana wa Yona. Yeye akasema, mwana,
hilo lilimfanya awe mwamini. Ndipo akaenda akamkuta Nathanieli na kurudi na kusema, njoo umwone mtu tumempata, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Yeye alisema, sasa ngoja kidogo, je, kitu chochote kizuri kingetoka kwa ukichaa huo? Yeye alisema, njoo. Hivyo Filipo alipokuja katika uwepo wa Yesu pamoja na Nathanieli, Yesu akamtazama pale na kusema, tazama Mwisraeli kweli kweli, ndani yake hamna hila. Akasema, Rabi, ulinijua lini? Akasema, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mtini nilikuona. Akasema, Rabi, wewe mwana wa Mungu, wewe mfalme wa Israeli. Hata mwanamke yule kisimani katika hali yake ya zinaa alikuja onyesha ndogo kitu fulani kama hicho kuteka maji. Yesu alikuwa amewatuma wanafunzi kwenda kununua chakula, naye mwanamke alipokuja kuteka maji, yeye akamwambia, nipe maji ninywe mama. Yeye akasema, si desturi kwenu kusema hayo, tuna ubaguzi hapa. Sasa ninyi Wayahudi hamuhusiki nasi wa Samaria, hatuhusiki nanyi kwa lolote. Yeye alisema, lakini mama, kama ungejua yule unayeongea naye ungeniuliza nikupe maji. Takupa maji, usije ukayateka hapa tena. Yalipata hali yake ilivyokuwa, jinsi alivyokuwa. Alisema, mlete mume wako na mji hapa. Akasema, sina mume yoyote. Umesema kweli, umekuwa nao 5 na yule unayeishi naye sasa si wako. Yeye akasema, Bwana, naona kuwa wewe unabii. Wajua Masihi ajapo, yeye atatuonyesha mambo haya. Yesu alisema, mimi ndiye. Na kwa hayo yeye alikimbia mjini kusema, John, muone mtu aliyeniambia mambo niliyoyatenda. Je, si huyu ni Masihi yule? Tazama, yeye alifanya hilo mbele ya Wayahudi na Wasamaria, lakini hajafanya kamwe kwa mataifa. Sisi watu tulikuwa makafiri katika siku hizo, taifa yale mengine, tukibeba rungu mabegani mwetu, tukiabudu sanamu. Hatukumtarajia Masihi yeyote, yeye watokea tu wale wanaomtarajia, na si hatupaza tuwe tunamtarajia, lakini wale wanaodai wanamtafuta. Ile kanisa lenyewe walipoona haya yakitendeka, wao walisema yeye ni shetani, yeye ni mnajimu, Beelzebuli. Yesu alisema kuwa dhambi hiyo wangesamehewa kwa kuwa yeye hakuwa amekufa bado. Ni wakati mmoja Roho Mtakatifu atakuja na kufanya mambo yale yale na kunena tu neno moja dhidi yake, hautasamehewa kamwe. Hiyo ni siku hizi ambapo kila neno yapasa liunganike pamoja. Neno dhidi yake haitasamehewa katika dunia hii wala dunia ijayo. Huyo alikuwa mzao wa kifalme wa Ibrahimu, na hapa huyo mzao wa kifalme wa Ibrahimu naye alikuja kwa ajili ya kutambulishwa kwa yule mtu akiketi pale pamoja na Ibrahimu. Amekuja kuthibitisha kuwa ni Mungu yule aliahidiwa katika siku hizi, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa mwana wa Adamu atakapokuja, anapojifunua mwenyewe kama mwana wa Adamu. Amin. Leo ni siku ya maandiko kutimia. Tazama utaratibu tulio nao leo. Tazama kanisa lile ambayo mwana wa Mungu. Tazama siku ya utusitusi. Tazama unabii wote. Sasa jambo la ajabu, wageni wetu wamekaribia. Basi ikiwa utaratibu hauna budi kuwa kama ulivyokuwa Sodoma. Alikuwepo watu watatu waliokuja, watu mashuhuri watatu waliotumwa toka mbinguni. Nakubali hilo. Watu watatu, lakini mmoja aliketi na Ibrahimu. Wao wote walianzia hapo, lakini mmoja alikaa pamoja na Ibrahimu, wengine wao waliingia Sodoma, sivyo? Ibrahimu alikuwa na jina lilogeuzwa toka Abrahamu hadi kuwa Ibrahimu. Kweli, hakuna wakati hata mmoja katika historia ya kanisa la ulimwengu limewahi kuwa na mhubiri wa Injili mwenye jina linalomalizikia na HRM hadi siku hizi. Pili, GRAHAM
G-R-A-H-A-M, sivyo? G-R-A-H-A-M, herufi 6. E-B-R-A-H-E-M ni herufi 7, lakini G-R-A-H-A-M ni herufi 6. Hazo ni ulimwengu, mwanadamu. Sama kile kimetokea leo toka kwa wale wajumbe waliotoka mbinguni. Je, kunaye mwanadamu duniani anayehubiri toba kwa udhahiri kama Billy Graham? Je, kumekuwa na mwanadamu ambaye amekuwa na ushawishi juu ya watu kama Billy Graham? Hakuja kuweko kamwe mtu kimataifa. Billy Sunday na wengineo walikuweko humu nchini Amerika, lakini Billy Graham anajulikana ulimwenguni kote. Oneni ambapo yeye anaita toka Sodoma, naye ana kundi lake limeshirikishwa pale pamoja na kanisa la Kipentekoste, Oral Roberts. Na je, le kundi la wateule ni aina gani ya ishara wanayopaswa kuona? Napaswa wawe na nini? Haleluya! Kutakuweko nuru wakati wa jioni. Leo maandiko haya yametimia. Leo ahadi za Mungu zimetimia. Tunajua hilo kuwa kweli. Yeye yuko hapa usiku huu kama alivyokuwa wakati huu. Sasa kuhubiri, kama nilivyosema kitambo kidogo, kuhubiri chochote na iwe ni kweli ya Injili, basi Mungu lazima aithibitishe. Sivyo? Sasa ikiwa ni hivyo, na hebu Mungu aliandika neno, hebu Mungu aliyefanya unabii ule, na Mungu aliye Mungu wa neno atokee na kuthibitisha kuwa yeye yuangali Mungu. Ama Elija alipokwea mlima akitazama, Elisha alienda akimtazama Eliya. Yeye alisema, nataka fungu mara 2. Ile joo ililokuwa juu ya Elija likaanguka juu ya Elisha. Yeye alishuka chini na kukunja blanketi hiyo mara 2 na kupiga ule mtu na kusema, Mungu wa Eliya yuko wapi? Na jambo lile lililotendeka kwa ajili ya Elija ilitendeka kwa ajili ya Elisha. Jili ile ile, nguvu zile zile, mwana wa Adamu yule yule aliyekuwa jana, yupo leo na atakuweko milele. Waebrania 13:8. Je, unaliamini? Sasa nawaulizeni, siwezi kuwa yeye, lakini yeye yuko hapa. Sisi ni wabebaji tu. Baadhi yenu watu mlioko pale, wagonjwa na wanaoteseka, unaojua kuwa siwajui. Hebu Mungu sasa, ikiwa naweza kunyenyekeza mwenyewe kutosha, wewe omba na muulize Mungu. Sibatishi, hakuna kadi ya maombi jengoni iko, na mimi hatukutoa kadi zozote za maombi. Tutakuwa na mkutano wa maombi au kuponywa kwa wagonjwa kanisani. Ini wewe omba, nawe wajua kuwa mimi ni mgeni kabisa kwako. Unaona, mwanijua Jeffersonville. Sitaki watu toka Jeffersonville wafanye hivi. Taka watu toka mbali na hapa mahali pengine. Tuone kama Mungu bado hufunua. Tuone kama yeye yungali yule jana, leo na hata milele. Fanya kama vile mwanamke yule alifanya. Yeye alipita na kusema, mwamini mtu huyu. Yeye alikuwa na kutoka kwa damu, naye akasema, kama tu ningeguza upindo wa vazi lake, naamini nitapona. Sivyo? Kwa ajili ya imani yake siku hiyo maandiko yale yalitimia. Yeye aliwaganga waliovunjika moyo, niliponya wagonjwa na viwete. Alipoguza vazi lake na akatoka nje na kuketi chini, yeye aligeuka na kusema, ni nani aliyenigusa? Angejuaje katika umati huo mkuu wa watu? Labda mara 30 zaidi ya tulio nao usiku huu, maelfu yao. Yeye alijuaje? Yeye alisema, ni nani aliyenigusa? Yeye hakusema hayo kwa kusema tu. Yeye alisema hayo
kwa kuwa ilikuwa ni kweli. Yeye alisema, nani aliyeniguza? Moja kwa moja yeye alitazama na kumwona mwanamke yule maskini alipokuwa ameketi au kusimama, hali yoyote aliyokuwa, akamwambia kutoka kwake na damu kulikuwa kumekwisha. Huyo alikuwa ni Yesu jana, na huyo ndiye yeye leo. Mwamini hilo? Sikujui, Mungu anakujua, lakini una maumivu ubavuni mwako yanayokusumbua. Hiyo ni kweli. Wakati pale na kuomba juu yake. Je, mimi ni mgeni kwako? Sisi tu wageni moja kwa mwingine. Simama wima kama ndivyo. Sikujui. Mtu huyo hapa hapa pembeni, kijana huyu. Una koo mbaya pia. Naam, unaomba juu yake. Una wasiwasi kuhusu kitu fulani, kupasa uondoke mkutanoni kwa kuwa wewe umhudumu. Una shughuli fulani unazohitajika kushughulikia. Naam, waamini Mungu anajua wewe unani. Mchungaji Bwana Smith, sasa waweza kuenda na uponyo. Yesu Kristo, kwenda mkutanoni mwako, koo lako halitakusumbua. Yeye aliguza nani? Yule anayeketi nyuma kule anaugua. Yeye ana kivimbe kwenye pavu lake la kushoto. Yeye hatoki hapa. Amekuwa mfanyikazi katika migodi ya madini. Naam, mimi ni mgeni kabisa kwako. Ikiwa hilo ni kweli, punga mkono wako. Kivimbe kile kiko kwenye pavu lako la kushoto, nawe unajitayarisha kwa kupasuliwa moja kwa moja, sivyo? Toki hapa, unatoka nje ya mji, unatoka Virginia. Naam. Je, waamini Mungu ajua unani? Bwana Micho, naam, na nyumbani na upone. Yesu Kristo akupone. Muulize mtu huyo, sijawahi kumwona maishani mwangu. Yeye alikuwa ameketi pale akiomba. Leo maandiko haya hapa, kuna bibi anayeketi hapa nyuma yangu, kama Sara alivyokuwa hemani. Yeye anamwombea bintiye. Simama, binti yule hayuko hapa, yuko mbali. Binti yule yuko kama vile mwanamke yule alivyomjia Yesu, aliyekuwa na bintiye alipagawa vikali na pepo. Mwanamke yule ni msichana aliyepagawa na pepo. Yeye yuko hapa. Yeye anatoka, wewe unatoka Carolina ya Kaskazini. Mimi hilo ni kweli, sivyo? Bibi Odas, waweza kwenda nyumbani. Amini kwa moyo wako wote, tumkuta binti yako kama yule alivyokutwa wakati wa Yesu Kristo katika siku zilizopita. Kasema ingekuwa hivi. Leo maandiko haya, ile ishara ya Sodoma, ile ishara ya mzao maalum, ile ishara ya kanisa la kawaida, leo maandiko haya yametimia kati yetu. Je, unaliamini? Je, utamkubali sasa hivi kama Mwokozi, mponya wako? Simameni kila mmoja wenu na kusema, nakubali uponyaji wangu, namkubali kama Mwokozi wangu, namkubali kama mfalme wangu. Kila mmoja asimame kwa miguu yake. Leo sikizeni marafiki, yeye alisoma maandiko yale, akarudisha Biblia hiyo kwa kuhani yule na kusema, watu wote walimkazia macho. Yeye akatazama na kusema, leo maandiko haya yametimia. Nimesoma maandiko kukiwa na shuhuda dazani au zaidi kuwa tunaishi katika siku za mwisho, kizazi kile kitakachomwona Yesu Kristo akirudi duniani. Na nawaambieni usiku huu tena, leo maandiko haya yametimia machoni pe. Ili katika Tucson, ili katika California, ili katika New York, kwenye simu hizi, leo maandiko haya yametumia machoni pe. Hebu tufurahi na tupige shangwe kuwa ile harusi ya mwanakondoo ikaribu. Bibi harusi wake amejifanya tayari. Hebu tuinue mikono yetu na kumtukuza yeye, enyi watu wote.
Mungu abariki.